Hivi, ukiwa unamwadhibu mwanao kwa kosa alilolifanya katika familia yako, alafu jirani yako akaja kumtetea mwanao kwa kosa alilolifanya ndani ya familia yako, wewe utamchukulia yule jirani yako ni nani? Sio kwamba huyo jirani yako anashirikiana na mwanao katika kuvunja hizo sheria ndani ya familia yako. Sasa kuna huyu mama anaitwa Martha Karau kutoka Kenya. Alikuwa anakuja Tanzania kufuatilia kesi ya Tundu Lissu. Akazuiliwa na serikali ya Mama Samia kuingia Tanzania kufuatilia hiyo kesi ya Tundu Lissu. Na alizuiliwa pale uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere. Naomba msikilize hapa kidogo akilalamika alivyozuiliwa kuingia Tanzania kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Chilling at Mwalimu Nyerere International Airport, Dar es Salaam, where the three of us have been detained awaiting deportation. We thought that as citizens of Jumuiya we were free, but not yet uhuru. The great Mwalimu Nyerere, who welcomed all people, the oppressed of Africa. This is not what he must have envisaged, that we can be detained here. The common thread among us, we are guests of East Africa Law Society, and there is fear in this government of our dear Mama Suluhu about people who may be interested in the politically motivated cases against Tundu Lissu. Aluta continua. Aluta continue. Kabla huyu mama hajaja Tanzania, alitoka Uganda tarehe 30 kufuatilia kesi ya Kizza Besigye, ambaye Kizza Besigye ni kama Tundu Lissu kwa kule Uganda. Wakenya ndo baba wa demokrasia Afrika Mashariki, ndo viranja wakuu wa kusimamia demokrasi katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo Martha Karau kama Mkenya ambao wanaongoza kwa kuwa na demokrasia nzuri, ndio maana anapita katika nchi za Tanzania na Uganda kufuatilia wale viongozi wa upinzani wanaopigania demokrasia wanaendeleaje, au mahusiano yao na serikali yao yakoje. Swali la kwanza la kujiuliza, Kenya kuna njaa. Ni juzi tu rais wao Ruto alitoka China kwenda kuomba chakula. Huyu Martha Karau, hii pesa amepewa na William Samoei Ruto, rais wa Kenya? Yaani kwa sababu mtu yoyote ukimuona ana mizunguko isiyo na maana kwa ajili ya masuala ya demokrasia, jiulize hiyo pesa kwanza anapata wapi? Hii pesa huyu mama hajapewa na William Samoei Ruto. Hii pesa inatoka kule kule kwa wale waliokuwa wanamdiscuss Mama Samia kwa pesa waliompa. Hawa watu wana njia nyingi sana za kuhakikisha nchi za Kiafrika hazina utulivu. Huwezi kuniambia hii pesa ni kodi za wananchi wa Kenya. Huyu mama anapewa kuzunguka katika nchi za Uganda na Tanzania kufuatilia masuala ya demokrasia. Kwa hiyo cha kwanza ujue kabisa huyu mama hii pesa ya kumfanya zunguke anapata kutoka Ulaya na Marekani, kwa sababu Kenya ndio kituo cha demokrasia. Sasa kilichonifanya nije hapa tuongee kidogo ni vyombo vya habari vya Kenya vikubwa, tena kitu kama 80% ya vyombo vya habari vya Kenya vimeikava hii story, na wengine wakaenda mbali zaidi wakidiscuss Tanzania kama vile ni nchi hatari sana kuishi binadamu. Yaani ni nchi ya kidikteta. Ni kweli sisi wa Tanzania tunataka udikteta kwanza kabisa, kwa sababu dikteta ni kiongozi ambaye anapenda raia wake kuliko kujali maslahi ya watu wa Ulaya. Huoni Kenya mlivyo na matatizo kwa sababu nyinyi mna demokrasi? Hivi Kenya ya 2000 na Kenya 2025, can you see the difference? Mtafute mzee mtu mzima mwambie ile Kenya 2000 na hii Kenya 2025, what is the difference? Is Kenya going to the positive direction or to the negative direction? Kenya inaelekea mrengo gani? Anyway, sitaki kwenda huko sana. Sasa nataka ni discuss na Wakenya kwa yale walioyasema kuhusiana na Tanzania. Kwanza Wakenya wamesema Mama Samia ni dikteta, na walitarajia kwamba baada ya kuondoka dikteta Magufuli labda Mama Samia angebadilika. Wakenya, Samia sio dikteta. Hakuna dikteta anayeenda Ulaya kwenda kuomba hela. Mama Samia angekuwa dikteta asingeenda Ulaya kwenda kuomba hela, kwa sababu hatukusikia bunge la Ulaya likikaa likadiscuss kwamba Magufuli tumempa pesa na anatesa viongozi wa upinzani, kwa sababu Mama Samia tayari ashaikwa katika hiyo listi kwamba amepewa pesa na watu wa Ulaya alafu anamtesa Tundu Lissu. So don't call Mama Samia dictator. We wish she could be the real dictator, but she is not dictator. We need dictator
like Putin, like Xi Jinping to run African countries. Kwa sababu tumekuja kugundua hawa democratic leaders kazi yao ni kuwahudumia wazungu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, Mama Samia sio dikteta. Mama Samia ni kama Ruto tu. Ni watu ni democratic leaders. Ndio maana juzi Ulaya walikuwa wanakaa na discuss pesa waliompa. Na Ulaya hawawezi kukupa pesa kama wewe ni dikteta. Once you are democratic leader, Ulaya watakupa pesa. So don't call Mama Samia dikteta. Namba 2, nyie mnasema Tanzania ni dictator country, Uganda ni dictator country. Juzi tu rais wenu Samoei Ruto alikwenda China. Unajua China ni nchi gani? China ndo baba wa udikteta duniani. Xi Jinping ndo rais wa madikteta. Kwa nini Samoei Ruto alikwenda China kwa rais mkuu wa madikteta kwenda kuomba chakula? Kama nyie you are pro democratic, why didn't Ruto go to the democratic like Europe and America to beg for food? Democratic country has got no food. Democratic country kuna njaa. Dictatorship country kuna chakula. Do your simple research. I'm asking you, bro. Do your simple research. Why didn't he go to UK, USA, and instead Ruto angetakiwa aende Uingereza, Marekani kwenda kuomba chakula na sio kwenda China. Nyie si pro democrat. Kuna kitu nataka niwaambie wa Kenya. Nyie kweli ni baba wa demokrasia Afrika Mashariki na Kati. Demokrasia yenu inawasaidiaje katika maisha kila siku? Ni kweli sisi Tanzania hatuna demokrasia. Kama mlivyosema kwamba miaka yote CCM yuko madarakani. CCM haijawahi kubadilika. Nyie mnabadilisha vyama. How is your country? Je, nchi yenu inaelekea wapi? Kuzuri kubaya. Mimi kilio changu, Waafrika badala ya kutafuta mfumo wetu wa kiuongozi kutokana na Mungu alivyotubariki, tunawaiga wazungu mfumo wao wa kiutawala. Je, wajua ukiwa unaiga mfumo wa maisha wa mtu mwingine unamfaidisha yeye? Yaani kwa mfano mimi nikikuforce wewe uishi utamaduni wangu mimi, literally utakuwa yani you are adding value to my life. Kwa nini tunapenda kutetea mfumo wa kiutawala wa wazungu? Kwa hiyo Martha Karau alikuja kumtetea Tundu Lissu kama alivyotoka kumtetea Kizza Besigye wa Uganda. Manake Martha Karau anapewa pesa na wazungu kwa ajili ya kupromote masuala ya democracy in Afrika Mashariki. Si ndio manake? Nipe faida ya demokrasia kwa nyie wa Kenya. Yaani nianze na nyie wa Kenya zaidi. Nipeni faida ya demokrasia kutoka kwenu nyie wa Kenya. Demokrasia imewasaidiaje? Kwa sababu kama demokrasia ingekuwa inawapa chakula mezani, mimi ningekuwa napiga kelele hata kwenye channel yangu, we need Kenyan democracy, ili tuwe na maendeleo kama Kenya. Lakini Kenya mnaharibu bunge kisa njaa na mna democracy. Buda, ni kitu gani Mkenya anaweza kumfundisha Mtanzania sasa hivi? You tell me, what can Kenya teach Tanzania? Like serious speaking, what can we learn from you, bro? Tuambieni tu jamani, ni kitu gani nyinyi mnaweza mkatufundisha? On contrary, Tanzania are the one who should teach you something. Tuwafundisha kulima, sio mnapiga kelele tu. Ruto hawezi kuletea maendeleo. Chukua jembe kalime. Kazi ya Ruto ni kusimamia wewe ukuwe na amani. Okay, kile kidogo unacholima Ruto anakichukua in the name of code. Okay. Man, I'm running out of words. I don't know even what to advise you, but ukweli ni kwamba hakuna kitu Kenya anaweza kumfundisha Mtanzania. Zaidi kitu ambacho Mkenya anaweza kumfundisha Mtanzania ni kushinda na njaa. So stop talking about democracy in Tanzania, bro. We are fighting to create our own way of democracy, not this western democracy. Kilio chetu sisi ni kutengeneza demokrasia yetu na sio kupigania hii demokrasia ya wazungu ambayo inamnyonya maskini katika jina la capitalism and I don't know what can I say. So kazi ya democracy ni protect capitalism. Na capitalism is to suck the poor people. We need to create our own way of democracy, not to promote this western democracy. Kwa sababu western is collapsing in the name of democracy. Nyie wa Kenya mna ndugu wako huko Marekani. Kila siku wanawaimbia Marekani ni nchi hatari. Hakuna diaspora atakwambia Marekani ni nchi nzuri. Atakwambia kuna depression, kuna homeless, everything bad. Hiyo ndio kiranja wa democracy. Hivi Amerika anaweza kukufundisha nini katika swala la maisha? Atakwambia will give you protection of Al-Shabaab. Ndugu, demokrasia ndio inayaribu Afrika. Alafu you are teaching Tanzanian democracy, nigga. We are on the way to create our own democracy, not this western democracy. Mimi mwalimu wangu aliniambia, iga utamaduni unaofaidisha maisha yako. Je, naweza nikaiga utamaduni wa Kenya? Naweza nikaiga utamaduni wa Marekani? Naweza nikaiga utamaduni wa Uingereza? Hiyo unajua njaa iliyo Uingereza nyie? Njaa iliyo Ulaya mnaijua nyie? Ulaya inaelekea kuwa bara hatari kabisa kuishi mwanadamu sasa hivi. As we are moving forward, kadri siku zinavyosonga mbele, Ulaya inaelekea kuwa bara hatari kuishi mwanadamu. Podcast mbalimbali wao wanatoa hii mifano kwamba kwa nini ukiwa Ulaya kila kitu lazima ufunge. Yaani ukiwa na kibaskeli chako lazima unlock. Everything should lock. Hiyo ni Ulaya. And you come and preach us about democracy. Kenyan, tafuteni identity yenu.
Wacheni kubeba hizi identities za watu wa magharibi. Instead of telling African that we need to manufacture our own way of democracy, you keep preaching Western democracy. Mama Martha, najua unapewa pesa na wazungu ukuje kuhubiri hiyo Western democracy. Mama Martha, Afrika inaamka. Hata hapo kwako Kenya, Wakenya hawampendi William Samoei Ruto ambaye umemchagua kidemokrasia. Wakenya wanampenda Traore aliyeipindua serikali. Kwa nini Wakenya wanampenda Traore? Kwa sababu wanamuona Traore anavyopigania wananchi wa Burkina Faso. So Mama Martha, it's like you don't know how the world is rolling, eh? Ujui dunia inavyoenda, eh? Hii sio ile dunia ya magazeti na redio. Hii ni dunia ya social media. People are sharing information with uncontrolled speed. People can see what is happening in USA, what is happening in UK, what is happening in Europe, all over Europe. People can see who are enjoying life. Are Chinese people enjoying life or American people enjoying life? Watu wanaona wazi. So you come and tell us that we need to embrace Western democracy. Okay, nyie kama mababa wa demokrasia hapo Kenya, mbona demokrasia haiwapi chakula mezani? I will be asking you every single day. If your democracy cannot give you ugali, why would I take your democracy? Kenya. Once you move to Dubai, you'll see how bad Europe is. If you live to Dubai just for 6 months, you get used to it. You leave your door open, you leave your car open, you put the phone just to reserve a table. You're not afraid to get the money from ATM, and you can walk around with your watch without feeling unsafe. Then you go back to Europe. Everything has to be locked. If you wore a nice watch, they would steal it. And if you put the phone to reserve a table, it will be gone immediately. So ask yourself a question: do you still want to live in Europe? Elimikeni, msiwe wasomi.